tarehe 30 iliibuka hoja ya kujadili ya kuuliza fedha za matumizi ya mfuko wa jimbo hazieleweki. Niwaambie tu ndugu waandishi wa habari, hela za mfuko wa jimbo kwanza ni ndogo sana kwenye kazi zilizofanywa na Mheshimiwa Idi kwenye jimbo la Msalala. Sio kwamba anapoenda kwenye mikutano ya hadhara eti anachoahidi anaahidi fedha za mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo unaletewa milioni 79, lakini fedha anazotoa mfukoni Mheshimiwa Idi ni nyingi sana kuliko mfuko wa jimbo. Lakini sisi ni wawakilishi wa wananchi. Leo ni mwaka wa 5 wa mwisho, tumbakiza miezi miwili. Leo unaibuka kuhoji mfuko wa jimbo. Je, kwa nini tusiuhoji mfuko wa jimbo toka mwanzo? Je, tunawatendea haki wananchi? Kama sio kikundi tu cha watu? Mfuko wa jimbo umechochea maendeleo kata zote, na una kamati, una wajumbe wake halali, na afisa mipango wa halmashauri ya wilaya Msalala ndiye anayeziratibu hela na ndio katibu. Kwa hiyo fedha za mfuko wa jimbo zimefika kila kata na zimefika kwenye vijiji vyetu. Na sio kwamba mheshimiwa anapoahidi eti kwenye mkutano wa hadhara anaahidi fedha za mfuko wa jimbo. Sio kweli. Ni fedha zake kabisa za kutoka mfukoni. Sasa anajenga, anasaidia makanisa, anasaidia misikiti. Na yenyewe tunaweza tukasema ni mfuko wa jimbo. Anajenga, anaikimarisha Chama cha Mapinduzi. Kila kata amechangia ujenzi wa ofisi za chama. Je, na zenyewe ni mfuko wa jimbo? Kama sisi ni wawakilishi wa wananchi kweli, tuwe tunavihoji hivi vitu kuangalia mwanzo. Kama wewe ulikuwa unaona una shida na mfuko wa jimbo, si ungeuliza mwanzo mwaka wa kwanza tu ili iende vizuri? Hao waliouliza wao ndio mfuko ya jimbo imeenda kwa fedha zake. Kwa hiyo mimi niseme mfuko wa jimbo uko salama, umechochea maendeleo ya wananchi, na fedha zake binafsi Alihaji, mtu wa Mungu, amezitoa kabisa kwenye shughuli za maendeleo. Mimi ni mshauri Mheshimiwa Idi apuuze maneno ya vikundi, auangalie wananchi, na wananchi wa Msalala wanamhitaji Mheshimiwa Idi, si mtu mwingine. Msalala haikuwa hivi. Mimi nimekuwa diwani, awamu yangu hii ni ya 5. Msalala hatujawahi kupata mbunge wa kuleta maendeleo kama sasa. Kwa kweli mimi nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa. Anajitahidi sana kutafuta fedha kuzileta. Na anapozileta serikalini, basi mbunge wetu wa jimbo la Msalala anahakikisha kwamba zinakuja Msalala. Nimpongeze sana Mheshimiwa Idi, amechapa kazi sana, wala asibabaishwe na kikundi cha watu. Waandishi wa habari, mimi ni mjumbe kwenye mfuko wa jimbo la Msalala. Hizi pesa zinapokuja huwa zinagaiwa kiutaratibu, kwa sababu tunatizama zile changamoto kubwa. Kwa mfano labda madarasa, vile labda darasa limepeperushwa na upepo, zile hela zinapelekwa haraka. Sasa hawa madiwani kuhoji mfuko wa jimbo hawauelewi kwa sababu gani? Na hizi hela tunazipeleka kwenye kata zao na zinatatua matatizo mbalimbali, na hizi hela ni za kuchochea maendeleo katika jimbo la Msalala. Kwanza napenda nimpongeze sana Mheshimiwa Idi, anafanya kazi kubwa sana kwenye jimbo letu la Msalala. Jimbo la Msalala amelikuta liko vibaya, lilikuwa limetelekezwa, lakini kaingia yeye, maendeleo chungu nzima kayaleta maendeleo chungu nzima. Na mwanzo nilieleza, na sasa hivi jimbo la Msalala tanyewe wenyewe waandishi wa habari ukilitizama, yani liko vizuri. Barabara hii hapo ya Segese ya kutoka Manzese kwenda Bulyanhulu imeshinda, wamepita wangapi? Lakini kaingia Mheshimiwa Idi, tayari mkandarasi yuko site, na nyewe wenyewe mnajionea. Mheshimiwa Idi analeta pesa nyingi sana kupitia kwa mama. Nampongeza na Mheshimiwa Rais, jemedari wetu mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Mimi mwenyewe nilikuwa mwanajeshi, ni mwanajeshi mstaafu, ndio maana nampongeza Mama Samia, jemedari wetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi.
anafanya kazi kubwa sana kushirikiana na wabunge wake na mbunge wetu wa jimbo la Msalala. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Mheshimiwa Idi, kura zake kwa wapiga kura zipo tayari.